Habari, ni mara nyingine tena tunakutana katika mwendelezo wetu wa mentorship video of very powerful strategies. Leo tutazungumzia Asian range setup. What are the Asian range setup? We have two Asian range setup. Tuna bullish setup and bearish setup. Sawa? Nitaanza kuzungumzia na bullish setup. Bullish setup, when the market is open, sawa, saa 8 za usiku ndio tunaanza Asian range. Hii ni East African time, Tanzania time, saa 8 2 am, saa 8 za usiku up to Frankfurt open, saa 4 za asubuhi. Sawa. So pale kufunguliwa market inakuwa inafanya consolidation because it is in Asian range. Sawa. Your jobs unapima Asian high, Asian range high and Asian range low. Sawa. Price ikimove away from the Asian range high, halafu ikarudi back, ikaretrace back, ikafanya retracement kwenye equilibrium position of the consolidations. Sawa. Hiyo tuna take long setup. Sawa. Entry yetu itakuwa ni hapa kwenye equilibrium position of the Asian range. Why tunaangalia hapa? Tutakuwa tuna confidence ya pili inaweza ikatokea either kwenye this move ambayo ilisababisha price move away from the Asian range high, itakuwa either we must have element of trade setup here. Tunaweza tukawa element of trade setup here either kwa kuna order block ama fair value gap ama any element of trade setup, right? We are going long and stop loss yetu tunaweka wapi? Tunaweka above, no, tunaweka below the Asian range low. Sawa. Why imeenda ku break katika Asian range high? Kwa sababu hapa katika Asian range high tulikuwa tuna buy stop order here. Sawa. Na buy stop order ambazo zimekuwa above the Asian range high zimekuwa triggered and sell limit here. Sawa. Zishakuwa triggered zinakuwa liquidity. Sawa. Zishakuwa liquidity of the market, then market ina retrace back. Retrace back inafanya wale ambao hawana uvumilivu, they are not patient enough to hold their positions, watatoka sokoni kufikiria hii itaenda kusell. Sawa. Kumbe inafika katika equilibrium position of consolidation of Asian range of consolidation, alafu inaenda long. Alafu baadaye kama mtu imekuwa ameingia hapa ameweka buy stop order, yeye anasema I say bora ningeendelea kuhold tu. Amekuwa manipulated. Sawa. Amekuwa manipulated kwa sababu haelewi hii Asian range setups. And bearish setup, we are going to bearish setup. Same setups. Tuna major, tunachukua vertical line kupima times, Asian range time ambayo ni saa 8 za usiku na tunaweka mpaka katika saa 4 za asubuhi. Okay? We measure peak high, Asian high and range of the price. Kwa nini tuna measure high and the range of the price? Kwa sababu tunataka tujue imbalance of the range, equilibrium of the range. Kwa sababu itakuwa inafanya market sentiments. Sawa? Kwa kuna order bidder, buy and sell order. Sawa? Ili tujue the true direction of that trend, lazima tuminde equilibrium position of the consolidation. So guys, after that price ita break Asian range low. Ikivunja Asian range low, tunasubiria price irudi kwenye equilibrium position of Asian range. Sawa? Ikirudi hapa ndio tunachukua entry yetu hapa kwenye equilibrium position. This is our entry and set stop loss yako unataka uweke above the Asian range high. Hapa ndio inakuwa stop loss yako. Sawa guys, ukiingia kwenye bearish setup, kwa hiyo stop loss yako inakuwa kwa hapa. Inatulia zake hapo. Sawa? Stop loss yako unaingia hapa. Ukiingia kwenye bearish setup. Na ukiingia kwenye bullish setup maana yake stop loss yako inakuwa below the Asian range low. Stop loss inakuwa hapa. Sawa? Stop loss yako inakuwa hapa. Sawa guys? And after entry, ukishaingia kwenye equilibrium position, tunaangalia range yetu pips ngapi? Pips kuanzia 25 mpaka pips 70. Sawa? Ndio tunaweka take profit yetu.
pips 25 mpaka 70, maana tuna measure this big move ambayo inatoka kwenye equilibrium position, move away from the equilibrium position mpaka pips 25 mpaka 40, ndio tunaangalia take profit yetu. As long as price move away from the consolidation, away from Asian range high or Asian range low, setup yetu inaweza kuwa inakuwa valid. Sawa? Na kwa valid maana inaweza kuhold hiyo setup. Kama imeshatoka kwenye equilibrium position, alafu bado ina hesitate here low Asian range low, maana we still holding that position, kwa sababu tunajua kama high probability setup itaendelea kusell. Na hapa hivyo kama price imeshatoka kwenye equilibrium position na imeshavunja Asian range high again, alafu bado ina hesitate above the Asian range high, maana hiyo pair, hiyo setup yetu tutakuwa tuna high probability setup ya kuendelea kuhold, kwa sababu imeshatoka kwa accumulate order ya right guys, imesha accumulate order, baadaye ina move away from the Asian range. Na pips zetu same, tunaangalia 25 up to 7 pips. Alright guys, let's see an example here of bullish and bearish Asian range setups. Let's find the example. Okay, we have GBP pair. Tuna GBP USD. GBP USD. Let me delete this horizontal line. Okay. Hakikisha kama una trade hizi Asian range setup, first you have to look direction of the price, daily direction of the price. Use higher time frame analysis kujua soko linaelekea wapi. Sawa? Once you know where the market is going, halafu ndo unafanya analysis kwa kutumia this Asian range setup, right? Ukishajua kama hii ni bearish setup, then you have to analyze your pairs based on this Asian range bearish setup. So guys, na ukishajua kama ni bullish setup, you have to analyze your pairs based on Asian range bullish setups. Let's see example. Okay. For example, this is the GBP USD. You can see GBP USD clear picture. This was a bullish setup. So, manake tuna strong reason tunaangalia sasa Asian range in bullish setup, right? Okay. Example. Mesha meja hapa ni bullish setup. Tunakuja. Okay, this is structure. Let's say this structure. Tunachukua vertical line kuangalia Asian range. Beginning of Asian range ni saa 8. This one. Okay, this one saa 8. Hii hapa ni saa 8. Alafu tunapima saa 4. Saa 4 ni hapa. Sawa? Na hii hapa ndio ilikuwa ni saa 4. Right? Okay, this is candlestick hapa ilikuwa ni saa 4. Sawa? Kwa hapa tupo kwenye Asian range. Sawa? Asian range. What you have to do, unatakuwa upime Asian range high and Asian range low. Sawa? Unasubiri price isha move away from that Asian range high ama Asian range low, you wait for the price to come back to the equilibrium position, and then you take a trade. Your stop loss should be below the Asian range low for this bearish setup. Okay, ibo yetu hii hapa. Okay, hapa ndo Fibonacci yetu. Sawa. Okay. Extend hii range yetu kwa sababu pair yetu hii candlestick yetu hii hapa ilikuwa ya saa 4. Sawa? Okay. You see, this is an Asian range. Sawa? Price accumulate order, accumulate order and then break the Asian range high. Baada ya kuvunja Asian range high, ika retrace back to the equilibrium position. Sawa? You can retrace back to the equilibrium position unatakuwa uingie sokoni. Your stop loss should be below the Asian range low up. Asian range low up. Sawa? Hapa kulikuwa kuna buy stop order. Ukisha draw this Fibonacci yako ya kuonesha za kupima balance of consolidation of Asian range, you have to measure, you have to draw up horizontal line. The whole mpaka siku itakapofunga ili kuona behavior of the price. Price ina behave vipi? Itaendelea ku move au ita hesitate above the Asian range high. Sawa? Kama price still ina hesitate above the Asian range high, maana hiyo ni valid setup. Inaendelea ku hold
hiyo setup yetu, sababu tunajua bado ipo katika bullish trend. Sawa, and this is an equilibrium. Okay, equilibrium line. Sawa, so price move away from the break this Asian range high. Baada ya break Asian range high, ika retrace back to the equilibrium position of the consolidation of Asian range. Sawa, hii ndio entry yako. Ukiangalia vizuri hapo kwenye entry yako nimesema hakikisha entry yako una combine the element of setup. Kama hapa tunakuwa tuna this one. This is a bullish order block, right guys? This is a bullish order block. Ukiangalia kwa makini sana utaliona hii hapa. Sawa, this was a bullish order block. Sawa. Sawa, na stop loss yako nimesema unaweka here below the Asian range block. Take the trade, how many pips from your entry? Here up to here. See, pips ngapi? Pips 50. Sawa, toka na $5 6 umeshatoka. Nimesema range yetu pips 25 mpaka pips 70. Manaka in between you can place your take profits. Sawa. But guys, tunafahamiana. This was order block. Hapa tunaweza kuita OB. Hii inaitwa bullish order block kwa sababu imetengenezwa na bearish candlestick. OB, nitaandika OB tu. Sawa. Okay guys, tumefahamiana. Let's find another example. Let's find another example of this Asian range setup. Tupate mfano mwingine wa Asian range setup. Example of Asian range setup. Let's find another pair kama tunaweza tukapata. Okay, let's see this one. Euro USD. Euro USD. Okay, this is candlestick ya sana. And this is a bid. So guys, okay, ona price imefanya hesitation, ilikuwa ina accumulate in Asian range, baadaye ika retrace ika move away from the Asian range high. No, people nikosea kuchora. Sorry for that. Asian range high. Break Asian range high and then ikaja kwenye equilibrium line yetu hapa. Sawa, imefanya last kiss, imefanya kiss kwenye equilibrium. Hii ni valid setup. Sawa. Sababu hapa tuna OB hii hapa. Sawa. Stop loss tunaweka chini below the equilibrium. Below the Asian range low, sorry. Below Asian range low. Sawa. Alafu price ika move away from the Asian range high, you can retrace back and then you can move boom. How many pips? Here up to here. Pips 80 au pips 79 mpaka 80. This was a bullish setup. Asian range in bullish setup. Let's find another example in bearish setup. Okay, let's see this example. Ngoja tuone huu mfano. Mfano huu ilikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa ni Februari 3, 2021. GBP USD. GBP USD. Saa 8 kamili. Yes, this is 8 kamili. Mpaka saa 4. Guys, saa 4. Up, right? Na draw Fibonacci yako. Sawa. See, baada kudraw Fibonacci yako unaacha sasa. Hii ni saa 4. Sawa? Angalia, see price ime break the Asian range low. Kama imevunja Asian range low, maana yake tunasubiri price ile retrace back to the equilibrium. See, price ile retrace back to the equilibrium position this line. Maana yake ikaseli huge pips, ikaseli kutoka hapa mpaka hapa. Sawa? Hapa mpaka hakikisha validation ya hii setup ina break Asian high ama low.
kuangalia setup yetu inakuwa valid, lazima ivunje Asian high ama low. Na ikifika kwenye equilibrium position tunaangalia element of trade setup. Nikiangalia hapa nakuta this is a bearish order block imetengenezwa na bullish candlestick hapa. Guys, hii ni bearish order block. This candlestick kidogo yenye low and high lower wicks. Sawa? Hii hapa. Imefanya OB. This is order block. Ambayo ipo katika element of trade setup tulizozungumza. Order block. Stop loss una place above Asian range. Sawa? Una hold your position tight as long as price can move away from the Asian range low na ina hesitate here. Kama unaona baada ya kufika kwenye equilibrium position ikaendelea ku hesitate alafu ika break Asian range low again. Ika save how many pips? A lot of pips here from your end. 90 sawa, 90 bali percent range yetu tunasema 25 pips up to pips 70, 80, 90. Sawa, stop loss yako unaweka hapa. This was in Asian. Unaweza ukatumia hata color, lakini hakikisha unatumia this Fibonacci level kuangalia kumeja balance of Asian range of equilibrium of consolidation. Usije ukamix na AMD, accumulation na manipulation. Sawa, this is the difference. Sawa, kwa sababu kuna wengine wanaweza wakaiona pair ishamuka away from the opening price or below waka expect hiyo ni manipulation, lakini you have to measure this. Lazima utumie hii concept the Asian range. Na kuna sometimes pair inatembea bila kutengeneza AMD, imeshatoka kwenye accumulation baadaye ina retrace back from the equilibrium position unaingia. Sawa, hii ni another analysis. Sawa, another powerful analysis ya kuingia sokoni. Nakwambia hapa sio unaobei na AMD tu, hakikisha na hiyo unaifanya mazoezi, unaimaster. Sawa, unakuwa very flexible. Soko likikupa opportunity ya hii Asian range setups unaikamua, ikikupa opportunity ya AMD unalikamua. Sawa, element of trade setup ndo zile. Sawa, order block. Sawa, na ikitokea fair value gap na trade, kama itakuwa kwenye breaker na trade. Sometimes pair inakuwa inavunja Asian range high ama low, halafu high retrace back to the equilibrium position. Inaweza ikamvunja hii Asian range high ama low, lakini isirudi kwenye equilibrium position ika retrace kwenye hizi high ama low. This is pia ni valid setup. Sawa, as long as tuna element of trade setup. Sawa, katika ile move ambayo inasababisha hii break. Let's see an example. Tunaweza tukaona kama kuna pair moja hivi euro USD fanyaga hiyo setup. Siku ni trade this one. So, sanane okay, sanane you take a Fibo, this one. See how powerful is price may break this Asian range. Sorry, Fibo. In that setup. Vunja this Asian range low, baadaye ka retrace from the Asian range low, haikufika kwenye equilibrium position. Sawa, kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia hapo utakuta hii Asian range low imetengeneza break, hizi element of setup tunasema break. Hakikisha una combine na zile powerful element of setup tulizozungumza. Tumesema order block na breaker. Ndio unakuwa na hold, una strong reason. Ukiangalia hapa kuna na another powerful reason ya killing zone. Ipo hapa. Sangapi? This was saa 10 almost. Saa 9 saa 10 to New York setup. Hii ilikuwa very powerful ya New York setup ya kuingia sokoni. Sawa? Okay.
Alright, hakikisha unafanya analysis yako inakuwa vizuri sana. Unachora vertical column, vertical line yako kuangalia Asian beginning of Asian session na open na Frankfurt open. Ukishachora ndio una draw your Fibo level yako kuangalia Asian high and Asian low. After that unasubiri. Sawa? Ukishasubiri hakikisha una draw this horizontal line the Asian range mpaka siku inapofunga hapa. Siku nzima una draw hizi line zako ili kukusaidia wewe kujua soko linaenda wapi. Mfano ukichora hizi line zako utakuwa ushajua kama hapa ishavunja, alafu retest bado kwenye equilibrium ushajua still inaweza kwenye Asian low. Sawa? Maana ushajua where market is going. Sawa? Hata next day hapa ulikuwa unajua hii kama February 4 ulikuwa ushafahamu kwa sababu price bado ina hesitate kwenye Asian range low of the previous days. Sawa? Manake hii ni another strong reason kuendelea kuhold hii pair yako. Sawa? Okay, tutakuja kuendelea kuzungumza what are the elements of trade setup nyingine. Liquidity pools kama nilivyoahidi nitazungumza liquidity pools. Order block watu wengi sana wanafahamu, lakini kuna watu wamerequest nielezee order block. I will explain order block. Sawa? Sio kila candlestick ya bearish na bullish zenye order block. Sawa? Lazima ucombine your analysis, your powerful analysis. Sawa? Kama hii ndio Asian range high. Sawa? Tumesha combine Asian range setups. Alafu ikitokea order block manake una strong reason. You have an equilibrium position. You take that trade. Sawa? Bila stress. Ukiangalia kwenye AMD order block zinazotokea kwenye AMD it's very powerful. Hizi ndio zinaitwa high probability of order block. High probability order block ambayo imetokea kwenye higher probability setup. Sawa? Na kwenye breakers ukiangalia breaker ndio zungumzia zote ni high probability breakers. Sawa? Wengine wanauliza mbona order block candlestick? No. OB and the breaker are specific candlestick which create smart money buy or sell. You have to know that. Ukiona umeingia kwenye position yako ya umesema hiyo ni order block, haiku create smart money buying or selling. Hiyo sio order block, right? Hiyo sio institutional order block. Right guys? Okay. Okay. Hakikisha unafanya mazoezi hii Asian range setups. More and more unaniuliza maswali ya sehemu uliko hujaelewa. Sawa? You have to use a proper risk management. Sawa? Hakikisha unatumia a proper risk management ku trade hii Asian range setup. Sawa? Sio una mtaji wako mdogo unataka kujilipua baada ya kuona kani kashaelezea hii high probability setup na wewe unajilipua. This is a higher probability setup. Sawa? Soko sio langu, soko sio la babangu, soko wala sio la rafiki yangu, wala wewe unasikiliza sio la kwako. Sawa? Ndio maana tunatumia risk management. Sawa? Risk management kwenye higher probability setup. Sawa? Narudia tena, hakikisha unasubiria price imeshavunja Asian range high ama low, ndipo una consider hii Asian range setup niliyokufahamisha mimi. Sawa? Sio price haikuvunja hiyo Asian range high ama low ndio hapo unakuja sema okay, this is the Asian range kama ndio nimefahamisha kani. No, don't say that. Nimesema mpaka price ivunje hizo Asian range high and Asian range low. Alright guys, thank you for your time. See you next time. Sawa, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu, unajiunga kwenye group letu la Next Chat, kushare analysis, daily analysis, kuona high probability setup ya kutrade kwa siku hiyo au wiki, tunaikamua wote kwa pamoja. Hakikisha unajiunga kwenye Next Chat family. Sawa, hakikisha una subscribe kwenye hii channel. Sawa, umoja ni nguvu. Siku zote umoja ni nguvu. Sawa? Umoja ni nguvu. Unatupia setup zako kwenye Next Chat, tunaijadili wote, tunamkamua broker kwa pamoja kwa hiyo setup. If we lose together, but we have to use a proper risk management. Alright guys, thank you so much.
See you next time, guys.